Angalia takwimu ambazo tunaenda nazo hapa zinakuonyesha kwamba mipira ambayo imepigwa kulenga na ambayo imeenda nje. Kulenga kwa Yanga ni moja tu, Azam FC ni mara 2, lakini kwa upande mipira ambayo haijalenga goli ni 3 kwa upande wa Azam, mipira ni 3 pia kwa upande wa Yanga. Kona ni 3 kwa upande wa Yanga, 5 kwa upande wa Azam. Madhambi 12 kwa Azam, 16 kwa Young Africans, na kwa upande wa kuotea ni 5-1. Kadi za manjano 2-1, amna kadi nyekundu. Miliki wa mpira Azam FC 69%, Yanga 51%. Kwa hiyo 49 kwa 51. Ndio. Ni inaakisi kile ambacho tumeshuhudia, kwa sababu kwa kiasi kubwa kama vinataka kufanana katika baadhi ya stats, takwimu muhimu. Ni mechi ambayo kwa mfano Azam hasa kuelekea mwishoni mwa mchezo, wakati ambapo Yanga wanajaribu kwenda, walikuwa wanaonyesha uwezo wa hali ya juu. Yaani naiona Azam inaanza kucheza ile timu za Ibenge alipokuwa Al Hilal Omdurman, RS Berkane, kwamba kwenye discipline, uwezo wa kuzuia, unawakuta Azam wachezaji 5-6 kwenye mstari, kiasi ya kwamba Yanga wanakuwa wanapata wakati mgumu kwenda kwa unlock. Walau alipoingia Peodo Pacome Zouzoua alikuwa anafanya movement ambazo walau unaona kidogo wanaweza kupenya, lakini wakati ukiziangalia hizo takwimu Mbwaduke, kuna matukio kadhaa ambayo yamejitokeza katika mchezo na nafahamu sisi tunabandika bandua hapa. Wapo wale ambao sasa hivi wako Mwananchi wanakaribia hapa na wataondoka hapa kwenda Tegeta kama sio Mapinga kwa bwana Kambili. Tukio hili hapa, wewe na Kiemba na waleteeni. Nianze na coach Kiemba. Ili tukio ilistahili kupotolewa adhabu ya penalty au haikustahili kuwa hivyo? Kwangu mimi naiona ni foul, kwa sababu tayari Dube alikuwa anabadilisha mwelekeo na kwa tukio amezuiwa. Kwangu mimi nadhani kuna faida Yanga wamekosa kutokana na tukio hili. Nini acha ambacho kinakupa taswira kwamba Dube amezuiliwa katika eneo hili? Alikuwa anajaribu kubadilisha mwelekeo na anachoonekana ni amefanikiwa. Yaani mpira umeenda kule anakotaka kwenda, ila yeye haruhusi kupita hilo eneo na kufuata mpira. Kwa hiyo kwangu mimi ni obstruction imefanyika. Ni tukio ambalo mwamuzi amewanyima Yanga faida ya kupata penalty ambayo wangeweza kusogelea zaidi ushindi kwenye mchezo wa leo. Naam, Mbwaduke. Najua kila mtu alikuwa anasubiri pia kuangalia tukio hili linazungumziwa vipi na nini. Wakati ilikuwa ni tukio la mwisho kabla refa hajamaliza mpira. Kwangu mimi naamini Mnyupe na yeye mwamuzi walau angeangalia kama sisi, pengine hii ni penalty kwa wazi kabisa kwangu mimi. Na ninasema penalty kwa sababu hii ni foul ambayo iko katika eneo la penalty, ilipaswa kuwa penalty. Kulikuwa na contact, unatazama hapo, ni obstruction, hakugusa mpira, ambayo Dube ndo alikuwa kunufaika, kwa sababu pale alikuwa anafanya attempt ya kupiga chenga, mguu wake wenye nguvu wa kulia zaidi, maana yake angeufikia bila kufanywa hicho alichofanywa, pengine angepiga shuti ambalo ilikuwa ina nasibu kubwa ya kuweza kufunga, probability. Sasa faulo ndani ya eneo la penalty kwa sheria namba 12, fouls and misconduct, ilipaswa kuwa faulo kwangu mimi, na ilipaswa kuwa mkwaju penalty kwa sababu ni ndani ya eneo la penalty. Na tazama mguu wa defender wakati Dube anageuka na mpira, mguu ulikuwa umejikunja lakini ameunyoosha. Tazama hapa, unaona mguu unanyoka, kuashiria kabisa ni dhamira ya kwenda kucheza mwili wa Dube. Wakati anakwenda mguu ulikuwa haupo eneo ambalo upo. Kwa hiyo Dube alipokuwa anajaribu kwenda, defender bado kanyoosha mguu kuonesha kwamba anazuia hilo tukio lisifanyike. Unaona ukiangalia. Kwa hiyo leo makosa ya kibinadamu hapo unatazama ananyosha mguu. Huwa wanasema kwamba zikirudi hizi timu makosa ya kibinadamu yanakuwepo. Leo makosa ya kibinadamu yameiathiri Yanga katika dakika za mwisho. Na ni kuelekea mwishoni kabisa mwa mchezo, ambayo maumivu yanakuwa kwa sababu mechi ilikuwa ngumu, mechi ambayo kila moja ilikuwa inashambulia kwa nyakati tofauti. Umeona zile takwimu, tukio kama hili unakuwa unalikumbuka zaidi kwamba katika nafasi chache za kuweza kufunga, kwa sababu mpaka mechi inakamilika tumeona shuti la Yanga lilopiga ni moja, tena ulikuwa ni mpira amepiga depu wa kichwa, umelenga shabaha, haukuwa na nguvu kihivyo. Nakumbuka vizuri ilikuwa cross ya Israel Patrick Mwenda. Sasa kwenye tukio kama hili ni rahisi kulikumbuka na kuwaumiza, kwa sababu wanaona lilikuwa linaongeza nasibu ya wao kuweza kufunga. Kiemba, kuna begi alikokwenda, lakini nasema game changer kwangu mimi kwa upande wa Yanga
wakati ule wenyewe walikuwa wakipigana mikono iko nyuma ni Pacome Zouzoua. Na sijui hii kauli yangu unakubaliana nayo kwa asilimia ngapi kwamba Pacome aliweza kuwa game changer kwa kile ambacho kilikuwa kinaenda dhidi ya Yanga kwa ubora ambao Azam FC wameonyesha leo. Mvaduke akiwekea chumvi akisema mpira wa kiibenge wa Berkane wakati wa Hilal Omdurman. Unaweza kuona ni hauko mbali, kwa sababu hata wakati tunazungumza wakati wa mapumziko tulisema ni mechi kwa upande wa Yanga inamhitaji Pacome. Kwa nini? Kwa sababu ya uwezo wake yeye kuwa na mpira. Unajua Azam kuna wakati walikuwa wanapata hueni kwa sababu Faisal anaweza kukaa na mpira sekunde 2-3. Kwa hiyo watu wengine wana uwezo wa kumove. Sasa Yanga alikuwa anakosekana mtu wa namna hiyo. Na alipoingia Pacome, unaona kwanza Pacome akipokea mpira tu Imidi anataka kukimbilia huko akamsaidia Msindo kabla hata Msindo hajapitwa. Kwa hiyo walau watu wengine wanakuwa wako huru. Kwa hiyo kulikuwa na watu watatu, concentration yao ni Pacome akiwa na mpira. Na bahati nzuri ni kwamba bado akiwa na mpira haachii mapema. Kwa hiyo anawavuta watu wengi wanakwenda upande wake, kwa hiyo timu ilikuwa inaweza sasa kuflow. Lakini pia akipata mmoja alikuwa anaweza kunini. Lakini pia ni mtu ambaye timu ilikuwa ikiwini mpira, alikuwa na uwezo mzuri sana wa kubadilika kutoka kwenye kujilinda kwenda kushambulia. Bahati mbaya ni kwamba wenzie walikuwa wamkadirii pasi ambazo zingeweza kuleta faida kwa timu, lakini toka kuingia kwake ulionekana Yanga imekuwa hatari zaidi kwenye muda huo mchache ambao Pacome alikuwa kiwanjani. Tena Pacome Pato kwa kukumbushia anaosema legendary hapa ni pamoja na tukio mojawapo la yeye na Ima Mengo. Ilikuwa ni counter, Pacome alisha dribble vizuri, akampa 1-2 akamrudishia, alipompa tena sasa wakati anasubiri mwingine. Ima Mengo katika matukio ambayo a fraction of second sehemu tu cha sekunde kinaathiri movement. Tukio lilipotea. Yaani kwa uneangalia alafu unavaa viatu vya Pacome unamwonea huruma kwa jinsi ya jitihada alizofanya. Umetoka nyuma ya mstari wakati wa uwanja alafu mpira unaenda kupotea, kutokuwa shambulizi kirahisi. Na halikutukua moja. Kuna tukio lingine tena lilimtokea hivyo, alafu alikuwa na Dube sasa. Alikuwa na Dube. Sasa hii alikosea mzee mzima mwenye Dube. Alipiga mpira mrefu ambao pengine wangetulia kulikuwa na kitu. Na kimsingi hizi timu kubwa kubwa kuna baadhi ya mechi ambazo unacheza na mkubwa wenzako yuko smart katika kuzuia. Unahitaji kuwa na wachezaji ambao kocha Fadlu Davids wa zamani wa Simba anaita X factor player. Sasa Pacome ni X factor player, imeonyesha kwamba kwenye magumu pale atengeneze nafasi. Lakini ni tukio moja la Faisal ambalo lingeweza kuleta mabadiliko kabisa. Ni mchezaji ambaye anatumia akili sana katika huu mchezo. Lakini Kiemba, hata kabla tuja wind up nikuulize swali pia. Unadhani kwa nini Ibenge alisita kufanya mabadiliko kwa Imidi Mao Mkambe? Alifanya kazi kubwa sana na kuonekana nishati imekwisha katika kuanzia dakika za 70 na mimi nadhani mwalimu aliona bado mchezo unaenda vizuri, japo Yanga wanakuwa kwenye possession, lakini bado shape yake ya kujilinda iko vizuri, na Imidi ni watu ambao wanaweza kuyasoma hayo matukio. Yani Imidi sio tu yupo kiwanjani kwa sababu ya energy ya kukimbia, lakini pia kuanza kuona eneo gani la hatari tunaweza tukaziba. Hicho kitu amekuwa akimpatia Ibenge, na ndio maana nadhani kwa muda wote ambao yuko kiwanjani ameendelea kumwacha bila kujali labda kuna mtu anaweza kuingia na energy kubwa. Unaweza kumuingiza mtu Pato akaja akafanya kitu kimoja tu, shambulizi likapatikana, akaondoka lile eneo na mkaenda kushambulia, mkaja mkaadhibiwa. Na kwa hiyo mwalimu pia anapoangalia kujaribu athari za kuingiza mtu mwingine na hizi ambazo kidogo zinapatikana kwa mtu kuwa amefanya kazi kubwa, anaona hizi ndogo tunaweza tukazimanage kuliko hiyo kubwa ambayo unaweza kumuingiza mtu asiwepo lile eneo na tukadhurika. Japhet Kitambala Bola, unahisi kwa nini pia kuweza kupata dakika yoyote katika mchezo huu? Pengine katika kutimiza mipango ya mwalimu, kwa sababu kwenye mechi kama hii mwalimu anaangalia mengi, mechi iliyopita, lakini sasa mazoezini, kwa sababu Japhet Kitambala Bola mpaka sasa mechi 12 na yeye ndio mshambuliaji kinara, ana mabao 2, yatosha kushawishi kwamba huyu Ngita amekuja juzi tu, Jean Ngita aloingia katika kipindi cha pili kabla ya mchezo wa leo, mechi 5, goli 4, ana assist. Kwenye namba tu unaweza kupata majibu fulani hivi. Lakini sio hilo tu. Mwalimu amepractice hiki alichofanya leo mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Alianza hivi na Ashrafu Kibeku, Serelizi Dane, alikuwa na Faisal na Nado. Waliwautishine Dodoma Jiji ambao hivi karibuni wamekuwa kwenye kiwango bora. Mechi iliyopita nyuma yake kabla Azam walitoka bila na Simba. Mshaona walikuwa na matukio mazuri, lakini wao wakawautishine, wakawapiga 3-0. Zidane akipiga mabao 2, wanaelewana vizuri sana mpishano pale Zidane, Faisal,
pamoja na Idinado. Idinado kabla ya mechi ya leo alikuwa tayari ameshafunga mabao 5 na assist 1. Faisal mabao 6, assist 5, amepiga mashuti alikuwa 23, 12 on target. Kwa hiyo unajikuta Idinado, Faisal wamechangia mabao 81% ya Azam kabla mechi ya leo. Sasa mwalimu kwa mwenendo huu unashawishika kwamba Jefte, hebu nisubiri, pengine kuna nyakati aje aingie. Kwa mfano mechi dhidi ya Pamba walikuwa wameshatangulia mabao 2, mwalimu alikuja kubadilisha, alimuingia Jefte akawa na Ngita. Jefte alisababisha bao alofunga Ngita kwa sababu yeye mzuri katika kutengeneza mazingira ya mpira wa pili. Sasa kwa hiyo inategemea na mwenendo wa mchezo. Ukiangalia sasa una Jefte, una Ngita katika viwango vyao vya hivi karibuni kwa takwimu nilizokupa, unashawishika umweke Ngita. Jefte mpambanaji mzuri kwa vuruga mabeki wa timu pinzani, kaenda juu. Huyu Ngita kaenda juu zaidi, umeshaona. Nadhani hiyo inashawishi pia kwa mwalimu kwamba ana option kwamba hebu aanze Ngita. Lakini wakati mwingine huwa ni gambling, ni kamari kwa walimu katika kupanga. Unaweza kumweka huyu yule ambaye amekupa matokeo mechi zilizopita, ni binadamu. Ngita kaingia, hakuwa na impact kivile. Bado timu ilikuwa inamtegemea Feitoto wakati anaenda kushambulia. Lakini kwa upande wa Yanga pia tumeona Dube kwa nyakati ambazo amekuwa akiwa katikati amekuwa ni hatari zaidi kuliko ambapo sasa hivi anasogezwa pembeni ili kupoa nafasi kwa Depo. Inawaathiri kiasi gani Yanga katika mchezo leo kama Dube angekuwa katika eneo lake mapema kabisa? Kwa namna ambavyo Yanga imekuwa ikicheza michezo mikubwa, nasema zile timu za anahisi madaraja yanalingana. Amekuwa akipangwa Depu na michezo hiyo imekuwa ikimwendea sio vizuri, kwa maana si kama ambavyo anaperform kwenye michezo ya timu za madaraja ya kati. Kwa nini? Kwa sababu ye ni mtu ambaye anataka sana mpira kwenye box. Safi, ni kukatiza hapo Kemba, kwa sababu sasa naambiwa kwamba Ramadhan Ngoda kashafanya interviews hizo na coaches wa pande zote mbili. Tuanze kuwasikia nini ambacho wamekizungumza baada ya dakika 90, tukianza na kocha wa timu wenyeji Azam FC Florian Ibenge. Raha ya dakika 90 za ligi kuu ya NBC zimeishia kwenye ladha na ugumu ulioonekana katika dakika 90 za dabi ya Dar es Salaam ambayo imalizika kwa suluhu baina ya Azam FC na Young Africans. Ilikuwa dakika 90 ngumu na tamu kweli kweli kuzitazama. Hakuna ambaye ameondoka na alama 3, badala yake zimegawanwa, kila mmoja akiondoka na alama moja. Mimi ni Alwatan Ramadhan Ngoda, wasaa wa kusikiliza makocha wa timu zote mbili, na aliye karibu kwa sasa ni kocha Florian Ibenge. Coach, you have had a very good performance, and especially in the first 15 minutes of the half. Do you have any point of regret for not capitalizing on your domination of the game? Yeah, we start very good, and when we keep the ball like that, we kept the ball, and we were very, very good. Unfortunately, we didn't create a lot of possibility to score, so we want to bring something in the second half in order to create more possibility, but we didn't do it as we want. But in the second leg also, we didn't consider also possibility for them to score. I think the draw is normal. The draw is normal, and congratulations to Yanga. They draw at home. We are going to try to go on for the next one in Kugoma to bring 3 points. What did you see from your substitution? You took off Ashraf Kibeku and taking on Jean Ngita. Did you get what you expected from the sub? Yeah, it's what I want, because you see in the end of the second half time, Young have some possibility to create and to score, because they come in the side of Ashraf. He didn't defend well. It's why I put Zidane, and you see in the second half, Young didn't have any possibility to score. So I think the substitution was good. Thank you so much. You're welcome. Really, I think derby like that, in that, with that atmosphere, in that scenario, if it was possible, with more days recovering from the players, because the time of the superheroes is done. So the boys are not superheroes. We tried in the beginning. Hazem with more 24 hours recovered from this. We are not in the beginning of the season. So yes, they put more press. We need to adapt for the tempo and for the pace. After 20 minutes, I guess we adapt. We understand also the press from
our opponents. We arrive on the box. We create also some chances even in the first half. And in the second half, I just managed to fresh the players because I didn't make any sub because the player was not playing well. It's because he's absolutely finished. All the 3 players I sub and try to fresh the team, give more dip in the team. We had that dip. Sometimes we need more clearance to define, but that's why the tire sometimes get your capacity to define better. But in the end, we are in the marathon, so almost finish. Even now, didn't finish the first turn of the league. Almost finished, but there is a marathon to run till the end. 1 point. It was not what we're fighting for, but at least we plus 1 point and focus now in the Wednesday match. Thank you very much, coach. Thank you. Huyu ni kocha Pedro Gonçalves akisema kwamba alama moja wameipata, sio ambao walikuwa wakipigania, lakini si haba, kwa sababu hawajatoka patupu, na akikiri pia ugumu wa mechi, wakianza chini kidogo kwenye dakika za mwanzoni na wakaadapt katika dakika 20 za mwanzo za mchezo huo, jinsi gani ya kucheza na Azam FC ambayo ilionekana kuanza mechi kwa pitch ya juu kidogo. Na kama ilivyo ada, baada ya mchezo kumalizika, NBC wadhamini wakuu wa ligi hii wao wanatoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi ambayo leo hii imeangukia kwa Faila Sufi, kiungo fundi wa mpira kutoka visiwani Zanzibar, kiungo wa Azam FC na timu ya taifa ya Tanzania, ambaye leo hii amekuwa kwenye kiwango bora kweli kweli, licha timu yake kupata alama 3, lakini yeye amekuwa kwenye kiwango bora na kiasi cha kutunukiwa tuzo hiyo ya mchezaji bora wa mechi kwa maana ya man of the match. Tuzo ikienda kwa Faila Sufi. Faisal Salum, Fei, ongera sana kwa tuzo, ongera sana kwa mchezo mzuri, lakini ilikuwa ni mechi ambayo mlihitaji alama 3, mmepata alama 1. Mnaona kwamba mmepoteza alama ambazo zilikuwa kwenye mikono yenu? Kwanza tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza mchezo salama. Malengo yetu katika mchezo wa leo ni kupata alama 3. Kwa hiyo tumepata pointi 1, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata pointi 1 hii. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Kwako binafsi, siri imekuwa ni nini kiasi cha kuwa bora kwenye mechi ngumu na kubwa kama hizi? Muhimu ni kujitunza na kufuata maelekezo ya mwalimu na kufuata vile ambavyo yeye mwenyewe anataka ili ucheze. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, nimecheza vizuri. Hongera sana. Well, shukran sana Ramadhan Ngoda kwa hicho ambacho amemalizia, na mimi inanipa fursa kabisa ya kukaa na wenzangu kusema kwamba imekuwa ni siku ndefu, siku nzuri ambayo tumeweza kukaa pamoja na Amri Kiemba, Ramadhan Mbwaduke na crew nzima ambayo ilikuwepo uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam na ile ambayo tuko nayo studio. Kama nilivyokuambia kwamba pesa yako inazidi kukupa faida kwa kiasi kidogo tunachokilipia kupata uondo wa kuangalia michezo mingi. Na nitakapoondoka hapa mimi na wenzangu, basi Kenneth Moses atakuja na jopo lake. Mechi inayofuata ni Champions League ambapo Esperance de Tunis wanakutana na National El Ahly. Kwa hao wanaweza kuingia na sisi tunaenda zetu nyumbani sasa tuwaangalie ndugu zetu wakiwa wanachambua mpira wa kimataifa. Au unasemaje Dasta? Hivyo hivyo. Tuenzetu. Kabisa. Bwana.